Bana, basi filamu hii ni ya mwaka 2015 iliweza kuongozwa na Kari George Fukunanga, lakini pia imechukulia hadithi kutoka kwenye kitabu cha Uzodimma, ambayo basi Uzodimma alikuwa jina la baba yake mzazi, ilikuwa inaitwa Iweala, na kieleza kwa njia ya kusisimua na ya kusikitisha. Humo ndani ilieleza maisha ya kijana mdogo aliyeitwa Agu kutoka katika nchi za Afrika Magharibi, ambaye aliingia katika kundi la waasi baada ya familia yake kuuawa wakati wa vita za wenyewe kwa wenyewe. Hii ni hadithi ya mabadiliko kutoka katika hali ya utoto kwenda katika hali ya giza na ukatili mkubwa sana uliokuwa unaendelea katika nchi yao. Hii hadithi ya movie hii imejaa huzuni na ukatili wa kivita na udanganyifu wa wakati mwingine ambao basi umeweza kutokea katika sini tofauti ambako kijana huyu Agu aliweza kudanganywa na kundi hilo ambalo lilikuwa linaongozwa na commandant ambaye alikuwa na Idris Elba. Sasa basi naweza kukwambia kwamba utoto wa Agu na familia yake, tunaingia katika kijiji cha Agu, kijana mdogo aliyejaa uchangamfu, akili pamoja na ubunifu. Lakini pia ni moja kati ya kijana ambaye alikuwa anapenda sana michezo ya hapa na pale. Humu ndani alikuwa anaigiza na marafiki zake wa hapa na pale, na kuna muda mwingine ambao aliweza basi kabisa kuchukua kasha la TV yao na kwenda kuitumia na kuiuza. Hii ilikuwa inaitwa Imaginary TV, ambako basi alikuwa na waswitch ndugu zake au marafiki zake. Yani mmoja alikuwa na talent ya kuweza kubadilisha matukio, lakini yeye alikuwa ni kama vile ndo anaye control TV ile. Kwa hiyo alikuwa anamwambia anza kucheza, yule mwenzake anaanza kucheza. Anza kufanya kung fu, mwenzake anaanza kucheza kung fu. Anza kudance nyimbo ambazo basi zilikuwa zinahitaji userious, naye mwenzake pia alikuwa na dance nyimbo zilikuwa zinahitaji userious. Pia hata muda mwingine alikuwa anamwambia kwamba aimbe live. Naye huyo rafiki yake alikuwa si haba, alikuwa na talent ya kubadilisha matukio papo hapo. Asa kupitia tukio hilo waliweza kutengeneza pia pesa kupitia televisheni hiyo ambayo aliita Imaginary TV, kwa sababu mwisho wa siku ilibidi waende kuiuza kwa watu mbalimbali, na mwishoni kabisa waliweza kufanikiwa kuiuza kwa moja kati ya kamanda ambaye alikuwa anahusika na swala zima la ulinzi wa boda, na huyo mmoja wao alikuwa ni Mnigeria. Hao ni wa Nigeria ambao walikuwa wamejitoa kwa ajili ya ulinzi wa kambi yao. Asa basi familia ya kwake ilikuwa ni ya wastani tu, baba yake, kaka yake pamoja na babu yake, lakini pia bila kusahau mama yake na mdogo wake. Kwa walikuwa ni watu ambao walikuwa ni familia ambayo ilikuwa imeongezeka tu kidogo sana. Haikuwa familia kubwa kiasi hicho, lakini alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye alikuwa ni mcheshi sana katika familia na alikuwa anaheshimika na kijiji kizima. Mama yake ni mmoja kati ya mwanamama ambaye alikuwa mpole na alikuwa mkarimu, na walipokuwa wanaishi katika kijiji chao basi amani ilikuwa ni ya uchache sana, kwa sababu familia zao pia zilikuwa zinaishi kwa shida. Lakini pia kulikuwa kuna dalili ya mvutano wa kisiasa nje ya kijiji chao. Jeshi na serikali na waasi walikuwa wakiwa wanaingia katika vita za wenyewe kwa wenyewe. Hapa kulikuwa kumevunjika amani kabisa jumla. Jeshi lilipofika kijijini pale, hali ilizidi kubadilika kabisa. Familia ya Agu ililazimika basi kutoroka, na walipokuwa wamefanikiwa kutoroka, aliweza kuondoka mama yake pamoja na mdogo wake tu, lakini yeye pamoja baba yake na kaka yake hakuweza kabisa kusafiri, kwa sababu magari yaliyokuwa yanawasafirisha kuvuka boda basi yalikuwa ni magari ambayo yalikuwa yanaruhusu wanawake na watoto tu. Tofauti na hapo kulikuwa kuna vizuizi vikali sana. Kwa hiyo mvutano ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo Agu pamoja na baba yake pamoja na kaka yake basi waliweza kukamatwa pamoja na babu yao, waliweza kukamatwa na maaskari ambao walikuwa waasi. Kwa muda mfupi baadaye kijiji chao basi kiliweza kushambuliwa na jeshi, na Agu aliweza kukamatwa, na kaka yake, baba yake pamoja na babu yake wote waliweza kuuawa, na yeye alienda kukamatwa basi na askari waliokuwa wanajihusisha na swala zima la kikundi cha magaidi. Na huko basi alikuwa na kamanda mmoja aliyeitwa Idris Elba ambaye tunamjua kwa kupitia movie tofauti. Agu anapatikana katika kikosi cha waasi ambacho kilikuwa kinaongozwa na kamanda huyu ambaye amecheza kama jina lake hapo awali nilipokuambia, anaitwa Idris Elba, kamanda anayemuingiza Agu kwenye kundi lake la askari watoto kabisa, akiwa anamshawishi na anamuokoa. Huu ulikuwa ni mwanzo wa kupotea kwa utu wake Agu. Agu anazidi kuwa ni mtu ambaye ana maisha magumu, maisha ambayo ni ya kutisha. Na sasa basi katika mafunzo ambayo Agu alikuwa ameweza kuyapitia, alikuwa ni mafunzo ambayo ni magumu na mafunzo ambayo alikuwa hayana hofu tena ndani ya moyo wake.
alikuwa ni mtu ambaye amejifunza ukatili na alikuwa akishuhudia kushiriki katika mauaji ambayo yalikuwa ni ya kutisha, na mateso ambayo mateso hayo yalikuwa yanafanyika kwa watu mbalimbali, na wengine alikuwa akiwaonea huruma, vitu ambavyo hapo awali alikuwa hakuwahi kabisa kufikiria kwamba atakuja kuvifanya. Na hapo zamani alikuwa ni mtu ambaye ni mpole sana, familia yake ilikuwa inamuona kwamba ni mcheshi, ila dakika hizi alikuwa ni mwamba ambaye anaitikisa nchi nzima. Alikuwa ni mwamba ambaye alikuwa anatikisa kila dakika, kwa sababu alikuwa acheki na yoyote, alikuwa na ulinda wa kwake moyo, kwa sababu familia yake nzima ilikuwa haijulikani mama yake alipo, hajulikani mdogo wake yuko wapi. Kwa hiyo yeye kwa upande wake alikuwa anaitetea roho yake, kwa sababu baba yake mzazi, kaka yake pamoja na babu yake wote walishauawa. Agu anakuwa ni mmoja kati ya wapiganaji na waaminifu wa kamanda, ambaye hapa ninamwongelea Idris Elba. Anavishwa hirizi na anapewa silaha na kupewa dawa za kulevya ili kufuta hofu ambayo basi hapo awali alikuwa nayo kama kijana wa familia ambayo ilikuwa inampendeza Mwenyezi Mungu. Anaanza kumuona kamanda kama vile baba yake mzazi au baba yake wa pili, lakini pia kama vile Mungu wake, kwa sababu alikuwa anatoa agizo na yeye pia analitekeleza hapo hapo. Na hadi muda mwingine aliweza basi kumuua mmoja kati ya mateka ambaye basi aliambiwa muue kwa panga. Na hapo ujasiri huo ndio ulikuwa ujasiri ambao aliwahi kuonyesha mbele ya wenzake, na hapo ndipo basi alipozidi kukubalika na kuonekana kwamba ni mmoja kati ya vijana ambao wanampendeza kamanda. Hapa ninamzungumzia Idris Elba. Hali ya kisaikolojia inazidi kuzorota kadri muda unavyozidi kwenda. Agu alizidi kuwa jangili, alizidi kuwa ni mtu ambaye ni anatisha. Alikuwa anapanga ratiba zake ambazo hakuna kijana ambaye ni wa mtaani kwa hivi sasa angeweza kupanga mikakati ya namna hiyo. Bana, huyu alikuwa ni jitu la kutisha. Miongoni mwa watoto ambao walikuwa ni wapiganaji, Agu anakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye yupo karibu na kijana mmoja ambaye alikuwa bubu. Huyu wanamuita Striker. Walikuwa ni marafiki ambao ni marafiki waliokuwa karibu sana. Wakiwa kwenye mapigano makali, wanashambulia vijiji, wanaua, wanachukua wanawake na kuchoma kila kitu wanapokuwa wameweza basi kukivamia katika eneo hilo. Hao walikuwa ni waasi wa kutisha ambao walikuwa chini ya kiongozi wao ambaye alikuwa anamuamini sana. Hapa namzungumzia Idris Elba ambaye alikuwa anamuita kamanda. Mara kadhaa Agu alikuwa anaongea na Mungu wake kwa maumivu makali, akikiri kuwa hajui tena kama yeye ni mtoto au mnyama. Yaani kwa namna moja au nyingine hata yeye mwenyewe alikuwa amejikatia tamaa. Baada ya miezi mingi ya vita, kamanda anakutana na viongozi wa juu wa kikundi chao cha waasi, lakini wanamkataa na kumpunguza mamlaka yake. Kamanda anazidi kukasirika na kuonyesha kwamba ukatili wake ni ukatili wa hali ya juu. Kwa kifupi ni kama vile walikuwa wamempunguza, walikuwa wanamuona kama vile yeye ni kibaraka. Na hapa basi udhaifu wake aligoma kabisa kuuonyesha, na hapa waasi wengine wakampinga na kuanza kumtoroka. Striker, rafiki wa karibu wa Agu, anauawa. Hii ilimvunja moyo Agu zaidi na kupoteza matumaini. Hatimaye kamanda anakimbia na kundi linaacha kupigana. Agu anabaki akiwa amechoka, asiyekuwa na mwelekeo kabisa. Agu anapelekwa katika kituo cha watoto waliokuwa wameokolewa. Anaanza kupata msaada wa kisaikolojia na anaeleza baadhi ya watu mambo aliyokuwa amewahi kuyapitia. Anaogopa kusema ukweli wote kwa sababu ya aibu pamoja na hofu. Lakini anapomaliza filamu, Agu anasema kuwa anataka kuwa mtoto tena. Anataka kucheza na kusoma na kusahau yale yote ambayo yaliwahi kutokea katika siku za awali. Lakini mwisho wa filamu, hadithi ya Agu inaacha watu katika tafakari gumu sana. Je, watoto kama yeye wana nafasi ya uponyaji kamili? Kwa sababu haya yote yaliyotokea katika maisha yake yalikuwa ni mapito ambayo kila mtu anaweza kuyapitia kupitia nafasi yake. Beast of No Nation si tu filamu ya vita, bali ni kilio cha utu inayotuonyesha namna ambavyo migogoro ya kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kutumia watoto wadogo kama silaha kwa ajili ya kupigania maslahi yao. Agu ni sura ya maelfu ya watoto wa Afrika walioweza kutumbukizwa katika janga la kivita. Wanapokuja wanakuwa wamepokonywa uhuru wao na viongozi ambao wako juu, na wao wanakuwa lengo lao ni kutimiza yale matakwa yao tu na wala si kutimiza yale yaliyokuwa katika mioyo yao. Bana, Mr. Kwana Razira kwa muda huu. Hii ni Beast of No Nation.
filamu ambayo nilikuwa nimeifuatilia tangu mwaka 2015. Nikasema kwamba katika siku ya leo kwa nini sikusogezee.